Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, leo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumekutana tena katika darasa zetu hizi za adhkar na dua, pamoja na kukumbushana mambo mbalimbali yanayohusu dini yetu hii ya Uislamu. Na tupo katika darasa za adhkar na dua, na muda mwingine nasaha na mafundisho mbalimbali yanayohusu dini yetu hii ya Kiislamu. Leo kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama mada inavyosema, nyakati tatu hizi usimtembelee mtu. Nyakati tatu hizi usimtembelee mtu. Wallahi lazim, sisi katika Uislamu ni dini ya mwongozo. Hakuna kipande sehemu iliyoachwa katika maisha yetu. Mtume amezuia, Allah amezuia, kuna nyakati tatu. Kuna nyakati tatu hizi hazifai kwenda kumtembelea mtu. Kwa ni vyema tukazisikiliza nyakati hizi tatu, tukazijua ni nyakati gani, muda gani ambao haufai wewe kutoka kwenda kumtembelea mtu katika muda huo, kwa sababu kuna athari na tunapatikana, kuna maudhi unaweza kumuudhi mtu katika nyakati hizo. Kwa ni vyema ukasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Huenda labda ulikuwa miongoni mwa watu ambao hawajui, na nyakati hizo ulikuwa miongoni mwa watu ambao wanakwenda kuwatembelea watu katika nyakati hizo. Kwa na imani leo, baada ya kufahamu na kujua, huenda ukawa sio miongoni mwa watu ambao wenye kuwatembelea watu katika nyakati hizo tatu. Na moja kwa moja tutakwenda katika aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya ambayo inaeleza hizo nyakati tatu ambazo hazifai kuwatembelea watu, na Mungu anazieleza nyakati hizo kwa nini hazifai kumtembelea mtu nyakati hizo. Mungu ameeleza nyakati hizi hazifai, na akaeleza kwa nini nyakati hizi hazifai kumtembelea mtu katika nyumbani kwake. Inshallah tena ndani ya Qur'ani, inshallah tukaiangalia Qur'ani aya ambayo inazungumza habari hiyo, na baada ya hapo tutakuja kusherehesha na kuliweka jambo hili vizuri ili kila mmoja akawa ameelewa. Na wale ambao bado hawaja subscribe channel yetu, wa subscribe ili wapate faida nyingi katika darasa ambazo tunazozileta. Twende katika aya sasa. Aya inasema, ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu alhuluma minkum thalatha marati. Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu alhulma minkum thalatha marati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa atuzungumzia, anatueleza kwamba na waombe idhni, na waombe ruhusa kuingia katika hayo majumba, hasa ni wale wanaomiliki mikono yenu, bimaana watumwa wale na kadhalika, na wale ambao hawajafikia baleghe. Umeona bwana, fi thalathi marati, katika nyakati hizi tatu. Nyakati ya kwanza kabisa, min qabli salati alfajri, muda wa kwanza ambao Mwenyezi Mungu amekataza mtu asimtembelee mtu mwenziwe ni kabla ya salati subhi. Nafikiri watu wazima wenye umri kama wangu mtakuwa mnaelewa hapo. Ule muda kabla salati subhi, kipande kile cha kutoka saa 9 saa 8 kile, nafikiri mnafahamu watu wazima kipindi kile. Sina haja kusherehesha sehemu hiyo. Hii nyakati usimtembelee, na sio kumtembelea hata simu usimpigie shekhi katika nyakati ya kwanza hii. Hata kama kuna mtu kafa shekhi, subiri kwanza ipite salati subhi, utakwenda. Hii nyakati ya kwanza. Nyakati ya pili ambayo tumezuiliwa vile vile kumtembelea mtu ni nyakati baada ya salati dhuhuri.
Pengine mtu karejea nyumbani tayari muda ule amekula chakula chake, kapunguza nguo zake na joto la Dar es Salaam ili kapunguza nguo, labda kavaa tu taulo yake, kavaa tu pensi yake, baba yuko sebuleni pale, wewe unakwenda pale, hodi mheshimiwa, hodi unakuta. Hapana shekhe, wakati mtu akija ajua huyu dini hajui. Nyakati hizi tumezuiliwa kutembelea watu majumbani mwao. Ni nyakati ambazo mtu amekaa mipumzika katika nyakati kama hizi. Ndio maana utakuta hata wale wetu matajiri wenye uwezo wale, utakuta muda wa mchana hata watoto wake anawaambia ndani wanalala, yeye mwenyewe mipumzika. Kwa nyakati hizi asifai kumtembelea mtu Muislamu. Sio mpaka afanye wazungu shekhe. Haya kaeleza Allah ndani ya Qur'an, na hii ni aya ipo ndani ya surati Nur aya nambari 58. Ukienda kuiangalia utaiona hii aya. Hiyo nyakati ya ngapi? Nyakati ya pili. Na nyakati ya tatu ambayo tumekatazwa tusiwatembelee watu, hiyo nyakati ya ngapi? Nyakati ya pili baada ya dhuhuri, wa min baadi salati al-isha. Na nyakati ya tatu ni katika baada ya swala ya Isha. Kwa maana hiyo kuanzia alasiri unaweza kumtembelea mtu, baada ya magharibi ukamtembelea mtu, au baada ya subuhi mpaka nafika saa 6 mtembelee. Lakini ikifika baada ya dhuhuri tumezuiliwa tusitembelee watu, tumezuiliwa baada kabla subuhi tusitembelee watu, na baada ya Isha. Mungu anasema awrati lakum, nyakati hizi ni nyakati za nyuchi kwenu. Hii maana yake nini? Mungu anajua nyakati hizi watu wanapunguza nguo zao shekhe. Mimi niko ndani baada ya Isha, shilingi ndani mwangu nipunguza nguo zangu, niko ndani chumbani kwangu, niko sebuleni pale, wewe unakuja pale hivi. Hapana shekhe, hizi nyakati tatu ambazo Uislamu tumezuiliwa, tumekatazwa na Allah tusiwatembelee watu katika majumba yao katika nyakati hizi tatu. Na imani hata wewe utakuwa umeelewa, umeshika na umeelewa inshallah. Basi kama utakuwa umeelewa, basi nyakati hizi hazifai kumtembelea mtu nyumbani kwake. Kama una mambo yako binafsi, basi subiri kinyume na nyakati hizi, basi unaweza kumtembelea mtu, lakini usimtembelee katika nyakati hizi tatu biidhnillah taala. Baada ya kusema hayo, kwa leo tuishe hapa. Tukutane katika kipindi kijacho, tukutane katika darasa lingine lijalo la adhkar na dua inshallah. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.